Kama una biashara na haiuzi, yani wewe una vitu na hauuzi, na unashangaa shida iko wapi? Wewe una material mazuri, una duka, una hoteli, una biashara nzuri tu, lakini hauuzi. Sasa kile kitu utafanya ni hiki: nenda ukakusanye mchanga ulio katika soko. Angalia mahali ambapo soko liko, mahali siku ya ndio ambapo watu wanajaa kwa hiyo soko. Sasa wakati ambapo liko bure, watu hawako, nenda uchote hiyo mchanga, uweke kwa bakuli. Alafu uende kwa barabara ambayo iko na msalaba ama ile ya alama ya T, alama ya T. Barabara hiyo ama njia hiyo inayopitana ama ile alama ya T. Nenda ukaangalia hiyo hapo katikati, simama hapo, chukua hiyo mchanga pia. Changanya pamoja, alafu uende uweke kwa bakuli. Ufanye maombi mbele za Mungu. Bwana, kama vile watu wanavyokusanyika katika soko hili, hivi ndivyo watu watakavyokusanyika katika biashara yangu kununua. Kama vile watu wanapita kwa njia hizi wakienda kushoto, kulia, mbele na nyuma, hivyo ndivyo watu watatumia njia yao kuja kwangu, wakiwa bidii, wakiwa na biashara, mawazo ya kununua. Watapita hapa na pale wakija kununua. Utaomba ombi hilo mara 4. Utaje majina yako: Bwana, naitwa fulani, naweka hii ombi mbele yako, mtakatifu. Kama vile watu wanavyokusanyika kwa hii soko wakinunua, hivyo ndivyo watu watakusanyika kwa duka langu, kwa hoteli yangu, kwa ofisi yangu. Yaani kama una biashara yoyote yenye unataka watu waje. Na kama ukimaliza maombi, wewe nenda ukajifungie hiyo kitu, ukaiweke katika nyumba ya biashara. Kama unafanyia maombi katika hoteli, nenda ukaweke ndani ya hiyo hoteli ama kwa duka lako ndani. Weka mahali unafanyia biashara hiyo bakuli ikiwa wazi, usifunike. Lakini uifiche mahali ambapo watu hawataona, maana hawataelewa ni nini. Watu wengi saa hii ukifanya vitu kama hiyo wanaona kama unaroga ile biashara yako, kama unaweka uchawi. Ndio hawajui kwamba ni mbinu hiyo ya kusababisha Mungu akusaidie ili watu waweze kuja pale. Na kwa kweli uliomba Mungu na hiyo mavumbi, ulikamata mavumbi ya watu waliojaa sokoni na mavumbi ya watu wanaopita katika njia. Ukavuta miguu yao ije kwako kununua biashara kwako. Hiyo ndio lengo ya kuchukua kutoka pale. Na watu wanaokuja sokoni, kwa sababu wewe ni mwanabiashara, soko ni sehemu ya kuuza. Sasa ndio maana nimekutuma pale. Kwa njia pale nimekutuma kwa sababu ni mahali watu wanapita wengi. Hiyo ndio hekima iko pale. Alafu maombi nimekuhusisha kwa sababu Mungu ndiye anayedetermine, ndiye anayewezesha mtu. Maandiko yanasema ombeni nanyi mtapewa. Sasa unaomba alafu unachukua hiyo. Ni maarifa nimekupa. Na haya maarifa ni ya kiroho mpendwa. Hayana ubaya wote. Sasa ukishamaliza nenda kaiweke pale. Utauza, utaanza kuuza. Utaanza kuwa na tatizo nzuri mpaka utaajiri watu wengine. Hebu jaribu mbinu hii, mtu wa Mungu ambaye umeniwezesha kusikiliza hii video. Jaribu mbinu hii alafu utaniambia. Utanipigia simu niambie. Iwe ni hoteli, iwe ni kanisani, unataka watu waje kwa kanisa. Lakini watu kuja kwa kanisa ni tofauti na kununua. Kuna mbinu ya kusababisha, ya upande wa mambo ya recipe hii ya kusababisha watu waje kanisa. Ila kwamba kuhusu kanisa sana ni uombe Mungu na uwe na taratibu za mechanism za kuweza kuwafanya watu waje kanisani na wadumu pale. Maana makanisa saa hii imekuwa kitu ingine tofauti sana. Imekuwa kitu tofauti sana. Hata mimi nashindwa kuelezea vizuri kuhusu mambo ya kanisa kwa sababu sielewi ni biashara gani zinaendelea katika makanisani. Na sielewi ni watu wamebadilika kivipi katika mioyo yao, ya kwamba kulisikia neno imekuwa ni shida. Yaani watu siku hizi ni kuvutwa na mambo ya nyota za maisha, nyota za ndoa, nyota za kufanika, nyota za kwenda ng'ambo, nyota. Hizi ni vitu ambavyo ni tofauti na neno la Mungu. Neno la Mungu tunalifundisha halisi. Alafu sasa tunatumika kusaidia watu kufunguliwa na hizi vitu. Hizi vitu ni tofauti wapendwa. Hii mambo ya kupata miujiza, kwenda ng'ambo, kupata ufanisi, Mungu akusaidie kufaulu. Hii kama hii sasa nafundisha hapa. Hii si neno la Mungu nafundisha.
Wengine huwa mnaniona sababu ni mhubiri, mnaniona hapa, mnafikiria hapa ni neno la Mungu. Hapa si neno la Mungu, hapa ni duka langu, ninafanya biashara na watu. Nawapatia mawazo ya kitaaluma ya wanaoweza kufanikiwa, kufanya mambo wafanikiwe. Wale wanaopenda kulingana imani yao wanachukua. Wale ambao hawaoni kama ni sawa huwa wameacha. Lakini kanisani tuombe Mungu. Kuna njia ya Mungu kukuletea watu tu. Bwana atakuletea, na kama kuna crowd pool ambazo tunatengeneza na zinakufaa, unaona zinafaa, unaweza kuzitumia. Itakuletea watu kanisani. Mungu akubariki. Bwana akupe neema. Asante.